Bismillahir Rahmanir Rahim. Naomba tusome surat al-Mubarak al-Fatiha. Thawabu zake ziwaendee marhumina wetu wote waliotangulia mbele za haki, baba zetu, mama zetu, lakini hasa mwenye kikao hiki shekhe wetu mzee wetu Sheikh Abdallah Seif Linganaweka, pamoja na ndugu zetu ambao tumewakosa siku chache zilizopita, na ndugu zetu kwa Mashariki ya Kati, mashuhada katika ardhi hizo. Naomba tusome surat al-Mubarak al-Fatiha qabla as-salawat. ويا علي بن أبي طالب صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء ويا سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك صلى الله عليه وعلى المستشهدين بين يديك سيدي يا أبا عبد الله. ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الآية 19 آل عمران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. Poleni nyote na pole sisi sote kwa msiba huu mkubwa, msiba ulioukumba Uislamu, msiba uliowakumba viongozi wa Kiislamu, msiba uliokikumba kizazi cha mtume wa Uislamu, msiba uliowakumba viumbe ambao ndio viumbe bora baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa uzito wa msiba huo, ni haki yenu kuhuzunika, ni haki yenu kulia. Naam, katika muhadhara wetu wa kwanza wa mwaka huu mpya wa Kiislamu, mwaka wa 1448 Hijria, kauli mbiu yetu ya Muharram mwaka huu ni kauli mbiu inayosema njia Karbala ni njia ya uhuru wa fikra.
kwa maana ya kwamba watakaoshikamana na tukio la Karbala, wakaliamini tukio lile, wakalikubali tukio lile, basi uhuru wa kifikra, uhuru wa kimtazamo ni moja katika faida watakazokuwa nazo. Na kwa kauli mbiu hiyo, maudhui yetu au mada yetu ya mwaka huu tumeipa jina uhalisia wa ushia na mashia. Uhalisia wa ushia na mashia. Unwani hii ikiwa na maana ya kwamba ushia, mashia, hawa uhalisia wao ni upi? Na maudhui hii ni muhimu kwa sababu nyingi mno, lakini moja ya sababu ni kwa sababu ya maadui. Ni kwa sababu ya maadui kupambana na kufanya waliwezalo kwenye kuhakikisha ushia unaeleweka vibaya au unatambulika vibaya. Sasa huu ni uwanja mpana, lakini nikupe hiyo sababu moja. Uhalisia wa ushia na mashia. Na kwa kuwa jamii kubwa tuliyokuwa nayo ni jamii ya vijana, muhadhara huu ni muhimu mno kwao, kwa sababu vijana ni moja ya watu wenye uhuru wa kifikra. Ni watu wanaopenda wafikirie kwa uhuru. Hawapendi wawekewe mipaka katika fikra zao. Ndiyo chachu na sababu ya kuweka maudhui hii, uhalisia wa ushia na mashia. Hawa mashia ni akina nani? Sio hivyo mnavyowasikia. Mwenyezi Mungu anasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele za Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Dini sahihi, dini aliyoiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dini ya Uislamu. Kwa hivyo mashia, uhalisia wao, mashia ni Waislamu kama vile Waislamu wengine. Si kiumbe cha ajabu, si watu wa maajabu, si watu wa kutisha, bali ni Waislamu kama Waislamu wengine. Na kwenye kuonyesha ya kwamba mashia ni Waislamu kama Waislamu wengine, yatashahaduna bishahadatain. Mashia wanashuhudia shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na yoyote kwa mujibu wa itikadi za Waislamu na kwa mujibu wa vitabu vya Waislamu, yoyote anayetamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, fahuwa muslim.
yoyote anayetamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ni muislam. Uhalisia wa ushia na mashia. Na nyote mnajua uzito wa neno la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah, neno zito. Ya kutoshe tu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, anaposema Bwana Mtume, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yoyote ambaye neno lake la mwisho la kuondoka hapa duniani ni neno la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah, mtu huyo anaingia peponi. Yoyote atakayepata taufiki kipindi roho yake inataka kutoka, akabahatika akatamka la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, mtu huyo anaingia peponi. Kuonyesha la ilaha illa Allah ni kitu kikubwa. Kwa hivyo ndugu zangu, uhalisia wa ushia, mashia, moja ya jambo kubwa walilokuwa nalo ni kama waislamu wengine wanashahadia shahada mbili. Kwa hivyo yote mengine mtakayoyasikia, sijui fulani, sijui mashia nini, lakini mtambue ya kwamba mashia wana shahada mbili, na hizo shahada mbili ndizo zinazomfanya mtu kuwa muislamu, ndizo zinazomfanya mtu kuwa muislamu. Huo ulikuwa ni utangulizi wa muhadhara wetu wa leo wa kwanza. Katika muhadhara wetu huu, uhalisia wa ushia na mashia, tutakuwa na nukta 5. Nukta ya kwanza tumeipa jina ushia katika lugha, at-tashayyu' lughatan. Nukta yetu ya pili, at-tashayyu' istilahan, ushia katika lugha, ushia katika istilahi ya maulama. Nukta yetu ya tatu ni ushia inda Sheikh al-Mufid. Sheikh al-Mufid anauarifisha vipi ushia na mashia. Nukta ya 4 ni at-tashayyu' inda Shahristani. Ash-Shahristani alim katika maulama wa kisunna, yeye anautambulisha vipi ushia. Lakini nukta ya 5 itakuwa ni miskul khitam, kwa kumalizia na ayatun mubarakah. Sasa baada ya kutambua utangulizi huu ya kwamba kumbe uhalisia wa ushia, uhalisia wa mashia ni waislamu kama waislamu wengine, moja katika mambo yao kama walivyokuwa waislamu wengine wanashuhudia shahada mbili, na mwenye kushuhudia shahada mbili huwezi kumtoa katika Uislamu. Sasa nukta yetu ya kwanza ni ushia katika lugha. Katika lugha ya Kiarabu tunaposema hawa ni mashia, au tunaposema hili ni grupu la mashia, makusudiwa ni nini? Katika lugha ya Kiarabu, shia maana yake ni al-atba'
wal ansar ni wafuasi wa nusura, watu wanaomfuata fulani, watu waliojitolea kumnusuru mtu fulani, hao ndio huitwa mashia. Kwa hivyo neno shia kiasili la lugha unaweza ukawaita waislamu kama wafuasi wa mtume Muhammad, shi'atu Muhammad au ansaru Muhammad. Unaweza ukawaita wanaomfuata al-Imam Shafi'i shi'atu al-Imam Shafi'i, yani wafuasi wa Imam Shafi. Unaweza ukawaita watu ambao hawasikii la mnadi swala wala muadhini, isipokuwa wanamsikia Imam Shafi, ukawaita ansaru al-Imam Shafi'i. Unaweza ukawaita hivyo. Lakini neno hili shia katika lugha limeshinda kutumika, limezidi kutumika, limetumika kwa wingi sana kwa watu wanaomfuata Ali, hatta ikhtassa bihim wa asbaha idha utlika yansarifu ilayhim. Lakini limetumika sana kwa watu wanaomfuata Ali, kwa watu wanaochukua uislamu wao baada ya mtume kwa Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mpaka ikafikia mahala ukisema Shia bila kusema Shi'atu Ali, inajulikana Shia, yani watu wanaochukua dini yao au wanaochukua Uislamu na mafunzo ya mtume Muhammad baada ya mtume kuondoka duniani kupitia Sayyiduna Ali. Likafikia mahala neno Shia liko hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, uhalisia wa ushia, uhalisia wa mashia ni waislamu wenzenu. Inna dina inda Allahi Islam, hakika dini mbele za Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo mnaposikia kuna mashia Kigogo, kuna mashia Dar es Salaam, kuna mashia sijui wapi kuna mashia, neno hilo sasa limekuwa likitumika wafuasi wa Ali, yani watu ambao yale mafunzo yote ya mtume Muhammad baada ya kuondoka duniani hawakuyachukua kwa fulani wala kwa fulani wala kwa fulani. Waliona anayestahiki kuchukua mafunzo ya mtume kwake, na ndiyo njia iliyokuwa salama salimini, ni kupitia Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na kwa maana haya ya ufuasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyatumia maana haya ndani ya Qur'an. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na hakika ni katika shia wake, ni katika wafuasi wake Nuhu, Ibrahim. Kwa hiyo Mungu akataja ya kwamba katika wafuasi wa Nuhu alayhi salam ni Ibrahim alayhi wa ala nabina wa immatina afdalu salati wassalam. Akalitumia tena ndani ya Qur'ani, hadha min shi'atihi wa hadha min aduwe,
huyu ni katika shia wake, yani ni katika wafuasi wake, wafuasi wa Nabii Musa alayhi salam. Wa hadha min aduwe, na huyu ni katika maadui zake. Kwa hiyo likatumika ndani ya Qur'ani mfuasi wa Nabii Musa akaitwa Shia. Kwa hivyo tunaposikia mashia, uhalisia wake na uhakika wake sio watu ambao wako nje na Uislamu. Ni watu ambao wao waliamua baada ya mtume kuondoka duniani, mambo yao yote wayachukue kwa nani? Mtume hayupo, wayachukue kwa mtu anayeitwa Aliyun salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na hadithi maarufu ambayo mara kwa mara hadithi hiyo tunaisoma au tunazisoma ni nyingi, lakini mojawapo ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sahaba mkubwa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo riwaya yake ameipokea mwanawachuoni mkubwa wa kisunna Ibn Asakir kwa sanadi yake, na ametaja al-Imam Suyuti katika kitabu chake Ad-Durrul Manthur juzuu ya 8 ukurasa wa 589. Al-Imam Suyuti amenakili hadithi hii ya Jabir inayosema tulikuwa tuko mbele za mtume. Sahaba huyo anasema tulikuwa tumekaa mbele za mtume, akaja Ali alayhi salam. Mtume sallallahu alayhi wa ali akasema, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko chini ya mikono yake, iko chini ya uweza wake, hakika huyu wa shi'atuhu, hakika huyu na wanaomfuata yeye, hakika huyu na shia wake, lahumul faizuna yawmal qiyama, ndio watu wenye kufaulu siku ya kiyama. Likashuka neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariya, hakika wale walioamini na wakatenda mambo mema, wao ni viumbe bora. Kwamba khairul bariya, viumbe bora ni wale waliomfuata Ali ibn Abi Talib baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuondoka duniani. Hiyo ni kuhusiana na ushia katika lugha. Ushia, nini makusudiwa ya ushia? Ndani ya vinywa vya maulama, ushia kwenye vinywa vya maulama ni al-i'tiqad bi ara'in wa afkarin muayyana. al-i'tiqad bil ara' wa afkarin muayyana. Ushia kwa istilahi ya wasomi ni kuitakidi rai fulani na fikra fulani, ni kuitakidi fikra fulani, kuna itikadi fulani, hizo mnaziitakidi. Kuna rai fulani, hizo ni rai zenu, mnaziitakidi au mnazifuata. Hiyo ndio maana ya ushia, al-i'tiqad bi ara'in wa afkarin muayyana. Sasa fikra hizi ni zipi zinazomfanya mtu awe shia? Rai hizi zinazomfanya mtu aitwe shia ni rai zipi na ni fikra zipi?
Sasa maulamaa hapa tunaweza kuwagawa mafungu mawili. Wako ambao rai hizi wamezifanya pana na fikra hizi wamezifanya pana, na wako waliozifanya finyo. Waliozifanya pana ni wale waliosema kwamba mashia ni wale watu walioamini ya kwamba mtawala na msimamizi wa hii dini baada ya mtume, kiongozi ni al-Imamu Ali. Baada ya al-Imamu Ali ni nani? Hiyo sio muhimu sana. Hao ni wale waliofanya kwa upana, waliolipanua neno ushia. Lakini wako waliolifanya ni finyo. Sawa, ni wale waliomwamini Imamu Ali, lakini na fulani na fulani baada yake yeye. Tuamie kwenye nukta ya tatu. Nukta yetu ya tatu ni ushia mbele za Sheikh Mufid. Sheikh Mufid al-Faqih ni mwana wa chuoni mkubwa wa kishia. Yeye katika baadhi ya vitabu vyake, kikiwemo kitabu cha Mawsu'atul Atabatil Muqaddasa al-Madkhal, ukurasa wa 96, imenakiliwa taarifu yake ya ushia akisema, ashia hum man shaya'a aliyan wa qaddamahu ala ashabi rasulillah salawatullahi alayhi wa alihi واعتقد أنه الإمام بوصية من رسول الله أو بإرادة من الله تعالى نصا كما يرى الإمامية أو وصفا كما يرى الجارودية. الشيخ المفيد anasema mashia ni wale waliomfuata Ali na wakamtanguliza kuliko maswahaba wengine wa mtume, na wakaitakidi ya kwamba huyo Ali ndiyo imamu kwa wasia unaotoka kwa mtume au kwa matakwa ya Mungu, kama wanavyoitakidi mashia imamia, au la ni kwa sifa kama wanavyoona mashia aljarudia. Kwa hivyo Shia al-Imamia wao wanasema kwa mujibu wa maneno ya Sheikhul Mufid ya kwamba mashia ni wale watu waliomfuata Ali, wakamfanya Ali ni bora kuliko sahaba yoyote wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na wakaitakidi kwamba ni imamu kwa wasia unaotoka kwa nani? Kwa mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa alihi, au kwa matakwa na kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na huo ndio uhalisia wenyewe. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, mnapowasikia mashia wakitajwa, kwanza mtambue ni waislamu wenzenu. Lakini kwa nini wameitwa mashia? Kwa taarifu ya Sheikhul Mufid, wameitwa mashia kwa sababu wao waliona hakuna mtu ambaye anamfikia Ali
kwanza kwa elimu, pili kwa uchamungu, tatu kwa ushujaa. Kwa elimu, kwa uchamungu, kwa ushujaa na kwa sifa nyingine zote au nyingi, Ali amewatangulia maswahaba wa Mtume, sifa hizo hawana. Kwa hivyo Shia wakasema, sisi mafunzo yote ya Mtume Muhammad, maelekezo yote ya dini ya Uislamu tuyachukue kwa bwana mkubwa huyu. Why? Kwa sababu kiilmu hakuna anayemfikia, kitakwa hakuna anayemfikia, lakini kiushujaa hakuna vile vile anayemfikia. Mwanzilishi wa ilmu al-arud Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi ana maneno yake mazuri akimzungumzia Ali. Anasemaje? Anasema, ihtiyaju lkulli ilayhi wastighnauhu anil kull dalilun ala annahu imamu lkulli fi lkull. Watu wote kumuhitajia Ali, watu wote kumuhitajia Ali. Maswahaba wote wa Mtume walimuhitajia Ali. Maswahaba wote wa Mtume walikuwa wakimtaka msaada Ali, na mpaka wengine wakasema, Mungu usiniletee mtihani kama Ali hayupo. Mungu usiniletee changamoto kama Ali hayupo. Na wengine wamekuja kuulizwa maswali magumu, ni Mayahudi maswali ya kutisha, ni Mayahudi. Wakasema, nendeni mkamuite Ali. Kwa hivyo Mashia ni Waislamu wenzenu. Kwa nini wameitwa Mashia? Kwa sababu wao baada ya Mtume kuondoka duniani waliona kwamba mtu pekee ambaye ana sifa katika sekta tatu muhimu, sifa ya ilmu, sifa ya taqwa, uchamungu, sifa ya ushujaa, zipo kwake. Kwa hivyo maswahaba wote walimuhitajia Ali. Lakini nenda kapikue vitabu vya tarikhi, hakuna mahali Ali aliwahitajia wao, kwa sababu alikuwa ni a'lamuhum, ana madinatul ilm babuha. Mtume anasema, mimi ni jiji la elimu, na ukitaka uipate ilmu hii pitia kwa Ali. Na ndiyo maana tumekuwa na uhuru wa fikra. Kwa nini? Kwa sababu tumepitia mlangoni, hatukupitia madirishani. Na ndiyo maana tumekuwa na ilmu iliyokuwa salama, kwa sababu tumepitia kwenye mlango kuingia kwenye jiji la ilmu ya Mtume. Hatukupitia kwenye dari, hatukupitia sakafuni tukapata ilmu zenye matatizo na migongano. Nukta yetu ya 4, Ash-Shahrustani, at-tashayyu' inda Ash-Shahristani. Ash-Shahrustani, mmoja katika maulama wakubwa wa kisunna, kwenye kitabu chake cha Al-Milal wan-Nihal ukurasa wa 107 anaeleza Mashia ni akina nani. Washi'atu humul ladhina shaya'u aliyan wa qalu biimamatihi wa khilafatihi nassan wa wisayatan imma jaliyan wa imma khafiyan واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده
wa in kharajat fabidhulmin yakun min ghairihi au bitaqiyatin min indih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Taban, huyu ni mwanazuoni wa kisunna, sio mwanazuoni wa kishia. Anawaelezea mashia ni akina nani. Usije ukaona ni viumbe wa ajabu. Yuko bwana mmoja, sitaki nimtaje jina lake, aliandika kitabu chake. Katika aliyoyaandika alisema mashia ni viumbe wa maajabu, wanamikia kama vile ngedere. Kwa hiyo akasafiri akaenda Najaf al-Ashraf. Alipofika akawa anapeleleza kuangalia mbona hawana mikia. Akaitwa na mashekhe wa Najaf, wakamwambia mbona umeandika hivi? Akaomba msamaha, sema shekhe, nimeandika, nilikuwa sina ushahidi wowote, nimenakili tu kwa watu. Ndio maana ni muhimu huu uhalisia wa mashia ni akina nani. Kumbe mashia ni waislamu wenzenu. Ash-Shahrustani anasemaje? Anasema mashia ni wale ambao wamemfuata Ali na wakasema kwamba Ali ndiyo imam. Ali ndiyo imam. Na alhamdulillah, kwenye khutba zetu za Ijumaa za Ibn Nabata kwenye misikiti yetu zimejaa khutba hizo. Zikifikia mahala pa kumzungumza Ali zinasemaje? Zinamsifu Ali ya kwamba ni imamul mashariqi wal magharib, imamu wa mashariki na magharibi, yani imamu wa dunia. Na wakasema vile vile kwamba ndiyo khalifa. So hivi tu nassan, mtume hakuondoka duniani mpaka akatamka waziwazi, jamani, mimi nikifa huyu ndiyo atakayekaa kwenye kiti changu. Sisi Wazaramu, Mwenyezi Mungu atupe nguvu, tukitaka kufa hatufi hivi hivi. Tunatafuta mtu, bwana, mahala fulani pale ndio kanizikeni. Angalia virozo hivyo. Asije katokea tu mtu ovyo ovyo akaenda kumzika anapotaka. Anasema mkanizike mahala fulani, sanda yangu itoke mahala fulani, asimamie jambo langu mtu fulani, mirathi yangu isimamiwe ni mtu fulani. Fama baluka bi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa inawezekanaje Mtume Muhammad aondoke duniani na boma lake lisiwe na msimamizi? Sheikh Suleiman, sisi katika nchi yetu hii, muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mkijaribu kufuatilia hutuba zake kabla ya kufariki, zote zimejaa kuingangania Tanzania. Jamani, 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 nchi, jamani, jamani, rais, jamani, jamani, katiba, katiba, katiba. Kwa nini? Kwa sababu Mwalimu alikuwa anataka taifa hili libakie salama salimini. Sasa je, Mtume Muhammad ataondoka duniani awe hana lolote, asiweke tahadhari, asiweke misingi? Mwanawazuoni wa kisuna al-Allama Ash-Shahrustani anasema mashia ni wale waliomfuata Ali, na wakasema kwamba mtume alihusia, tena maneno yaliyokuwa wazi wazi kabisa, na kwamba uimamu
maimamu watakuwa watoto wake, maimamu watakuwa watoto wake. Na ndiyo maana kizazi cha al-Imam Ali, mwenyewe Ali ndio imamu wa kwanza, Hasanul Mujtaba imamu wa pili, Husainu Shahidi imamu wa tatu, Zainul Abidin imamu wa nne, Muhammadul Baqir imamu wa tano, Jaafaru Sadiq imamu wa sita, Musa al-Kazim imamu wa saba, Ali ibn Musa Ridha imamu wa nane, Muhammad ibn Ali al-Jawadi imamu wa tisa, Ali ibn Muhammad al-Hadi imamu wa kumi, Hasan ibn Ali al-Askari imamu wa 11, imamu wa 12 Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntazar salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hao ni watoto wa Ali, viumbe vilivyokuwa tahara, vilivyotaharishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uhalisia wa ushia na mashia, inna ad-dina inda Allahi Islam, dini mbele za Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa maelezo haya, mashia ni waislamu wenzenu, wanatamka shahada mbili, na wameitwa mashia kwa sababu wao wanamfuata Ali ibn Abi Talib baada ya mtume kuondoka katika dunia hii. Mwisho, nukta yetu ya mwisho na ya tano ni aya. Tumeona nukta ya tano, tufunge kikao na hii aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaposema katika suratul Maida aya 55, hakika hapana vingine, mtawala wenu, kiongozi wenu ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na wale walioamini, ambao makusudiwa ya walioamini ni Ali ibn Abi Talib, wale ambao wanasimamisha swala na wanatoa zaka na hali ya kuwa wao ni wenye kurukui. Al-Allama al-Hilli rahmatullahi ta'ala alayhi anaandika kwenye kitabu chake kinachoitwa Nahjul Haq wa Kashfu Sidq, anasema aya hii wamekubaliana waislamu wote kwamba imemshukia Ali, na limetajwa hilo katika vitabu sita, sihahu sita, wakati Ali alipotoa sadaka pete yake akiwa msikitini mbele za maswahaba wa mtume, mbele za maswahaba wa mtume. Na makusudiwa ya neno wali, innama waliyukumullah, ni yule ambaye ana haki ya kutawala, haki ya kusimamia. Alafu akasema Mungu amethibitisha kwamba utawala ni wake yeye, alafu ni wa mtume wake, alafu ni wa Ali, na wilaya na utawala wa Mwenyezi Mungu ni mtawala katika kila jambo, na hivyo hivyo Ali, na hivyo hivyo mtume ni mtawala katika kila jambo, na Ali ni mtawala katika kila jambo. Karbala ndiyo njia ya uhuru
na wa fikra. Uhalisia huu wa ushia na kwamba mashia ni Waislamu kama walivyokuwa Waislamu wengine, inna dina inda Allahi lislam. Na kwa nini wameitwa mashia? Wameitwa mashia kwa sababu wao waliona kwamba anayestahiki na mwenye vigezo na anayeweza kutunakilia Uislamu kwa njia sahihi usiokuwa na matatizo ni Ali ibn Abi Talib, na kwa sababu hiyo wakaitwa Shiatu Ali. Karbala ni njia ya uhuru. Karbala ni njia ya fikra. Masiku haya tuliyokuwa nayo, ambayo ni masiku ya Ashura, na tukiwa leo katika siku ya kwanza kabisa na usiku wa kwanza wa Ashura, ukirudi katika historia, naomba ninakili tu hadithi moja kuonyesha uzito wa siku hizi za Ashura. Ibn Shubaib anasema, nilikwenda kumtembelea al-Imam Ali ibn Musa Ridha siku ya kwanza kabisa ya Muharram. Aliponiona akaniuliza baadhi ya maswali, kumetokea nini katika Muharram. Akaenda mwisho akamwambia, ya ibn Shubaib, innal Muharram huwa ash-shahru alladhi kana ahlu al-jahiliya fima madha yuharrimuna fihi adh-dhulm wal-qital lihurmatihi. Walikuwa makafiri hapo nyuma wakiharamisha dhulma, wakiharamisha vita kwa sababu ya heshima ya mwezi mtukufu wa Muharram. Lakini wanaoitwa Waislamu, wanaoitwa wafuasi wa Mtume ndani ya mwezi wa Muharram, hawakuangalia sio heshima ya Muharram, wala hawakuangalia heshima ya kizazi cha Mtume na familia ya Mtume. Fama arifat hadhihi al-umma hurmatu shahriha. Umma huu haukutaka kutambua heshima ya mwezi wa Muharram wala hurmata nabiyiha, wala heshima ya mtume wake. Laqad qatalu fi hadha ash-shahri dhurriyata, ndani ya mwezi huu watoto wa Mtume wameuawa. Kizazi cha Mtume kimeuawa mauaji ya kinyama, mauaji ya kimbari. Na Mungu mwenyewe alitaka ahlul bait wabakie, lakini kwa kweli ilikuwa malengo ni kukimaliza chote kizazi cha Mtume na kukiondoa duniani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wala aqibata lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Bismillahir rahmanir rahim. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يا الله يا الله يا الله يا الله. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi,
kwa baraka na sharafu ya siku hii ya kwanza ya Muharram. Mungu tunakuomba ya Rabbi utusamehe madhambi yetu makubwa na madhambi yetu madogo ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba kila ambalo tumekukosea mwaka uliopita, mwaka wa 1447 Hijiria, Mwenyezi Mungu tusamehe ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, sisi hatuna ibada yoyote ya kustahiki kusamehewa, lakini kwa baraka ya yaliyotokea ndani ya mwezi huu wa Muharram, kwa baraka ya mauaji ya kikatili ambayo waliuawa kizazi cha mtume wako, Mwenyezi Mungu ya Rabbi tusamehe kwa baraka hiyo. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi utupe afya iliyokuwa njema. Yoyote ya Rabbi kwa baraka za kikao hiki aliyekuwa na maradhi kwenye mwili wake, kwenye mgongo wake, kwenye mifupa yake, kwenye kiuno chake na mahala popote katika mwili wake ya Rabbal Alamin, muondolee maradhi aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu ya Rabbi kwa baraka za maridhu Karbala, kwa baraka za dhuafa walikuwepo katika ardhi ya Karbala, Mwenyezi Mungu kila aliyekuwa na maradhi, aliyekuwa na ugonjwa, muondolee ugonjwa aliyokuwa nao. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi utufungulie milango ya riziki, utupe riziki iliyokuwa pana na iliyokuwa ya halali, uwarehemu wale wote waliotangulia mbele za haki, utupe taufiki na izza na karama katika maisha yetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات 3 مرات على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.